ni Lea. Sitaki kumaliza. Ikawa tulipokuwa asubuhi, kumbe ni Lea, na mtu achukue nafasi yake. Kwa muda wa dakika 10 peke yake tutakuwa kawaida, kwa maana neno la asubuhi tumepewa na Pastor Mary, na ilikuwa ni mwongozo mzuri kuhusu kitu ambacho kinaitwa maombi. Nami nasisitiza kuhusu maombi ya kwamba wakati mmoja kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Yakobo, na Yakobo wakati alitoroka kwao juu ya vita kati yake na Esau, Biblia inasema ya kwamba akaenda kwa anko yake ama anko yake ambaye alikuwa anaitwa Labani. To cut the story short, ni kwamba wakati alifika kwa Labani, Biblia inasema ya kwamba anko yake akamuuliza, ni kwa maana umekuja hapa na sitaki unifanyie kazi bure katika hii compound yangu, ungetaka niwe nikikulipa na nini? Maandiko yananiambia kwamba Joseph alipoangalia Yakobo alipoangalia katika homestead ya anko yake, akaona kulikuwa na wasichana wawili ambao walikuwa, mmoja wao alikuwa ni mrembo zaidi, na kama vile Yakobo alikuwa ni kijana, akatamani yule msichana, na akamwambia anko yake ya kwamba ningetaka nitakapokufanyia kazi unipatie huyu msichana wako. Maandiko yananiambia kwamba anko yake Laban akakubali, na wakasikizana na Yakobo ya kwamba ili nikupatie huyu msichana ni lazima unifanyie kazi kwa muda wa miaka 7. Maandiko yananiambia kwamba Yakobo akafanya kazi kwa Labani anko yake kwa muda wa miaka 7, na alipomaliza miaka 7 ilipoisha, anko yake akamtoa msichana ambaye alikuwa anaitwa Lea, akampeleka kwa nyumba ambayo kulingana na mila na desturi ya mahali pale harusi ilikuwa inafanyika usiku. Biblia inaniambia ya kwamba Laban akachukua Lea na akampeleka mahali ambapo Yakobo alikuwa. Ni kwa maana at that time hakukuwa na stima, so alipelekewa msichana nyakati za usiku. Maandiko yananiambia ya kwamba wakati Yakobo alisikia ameletewa msichana, akatoa ibada ya kwanza, ya pili, na zaidi ya yote mpaka akafanya matangazo katika kile chumba. Na kulipokuwa asubuhi, baada ya kumaliza ibada yote ile usiku, maandiko yananiambia wakati aliamuka hivi akapata kumbe ni Lea. Kuna watu ambao wamefanya kazi kubwa sana mwaka wa 2025, ambao umefanya kazi kubwa, wengine wamekuwa katika doa ukifikiria kwamba yule mtu ambaye amekupoza ni mume wako, lakini ikafika mahali ukakuja kujua ya kwamba kumbe huyu alikuwa Lea, sio yule ulikuwa unafanyia kazi. Wengi ni wale ambao wameweka biashara, na wakati umeweka biashara kukawa na watu ambao wanakuja wiki ya kwanza kununua kwa ile biashara yako, lakini wiki ya pili wakaanza kukopa, wiki ya tatu kwa makosa, ukiwa unafikiria kwamba wale ni customer, kumbe asubuhi yako ukapata ya kwamba kumbe ni Lea ambao tumefanyia kazi mwaka wa 2025, na sio wao tulikuwa tumekubaliana na wao tumekataa mwaka wa 2026. Sijui ni nani amefanya mwaka 2025. Ukifanyia kitu ambao ulikuwa unafikiria ndio unataka, lakini baadaye 2025 ilipokuwa ikiendelea kuisha, ukapata ile kazi yote ulikuwa unafanya sio ile ulikuwa unafikiria. Yaani sio kile kitu ambacho ulikuwa unataka. Kumbe hiyo ndio inaitwa Lea. Wengi wamefanya kazi wakifikiria wanafanyia lesho, lakini baadaye wanapata ni Lea. Wale ambao wamefanyia Lea kazi mwaka wa 2026, hatutafanyia Lea kazi, ni kwa maana tulikubaliana kuhusu lesho. Laban alipoangalia Yakobo akajua ya kwamba wewe ibada umetoa, na kulingana na mila na desturi ni lazima ukiende na shongo nyumbani. Wale ambao wanafikiria kwamba tunapeleka shongo nyumbani mwaka wa 2026, hatupeleki shongo nyumbani. Hata kama Laban anafikiria kutupatia shongo, sisi hatupeleki shongo nyumbani. Wametupeleka ya kutosha, wakifikiria wanatubadilishia ili tuende na shongo nyumbani. Hii mwaka wa 2026 ni wetu wa kushika Rakeli wetu, sio mwaka wa kwenda na Lea nyumbani, ni mwaka wa kwenda na Rakeli. Ni kwa maana ya kwamba wakati alipopatiwa Lea hakukufa moyo, alisema ya kwamba haya yote tumekubali umenitenda, lakini sasa ina shida, nitaendelea kufanya kazi miaka ingine 7 ili
uweze kunipatia Rakeli. Point number 1. Wakati Laban alikubali Yakobo aendelee na kazi miaka 7, jambo la kwanza ni kwamba alikuwa anafikiria Yakobo kulingana na ile miaka 7 amefanya kazi, ameishiwa na nguvu, hataweza kufanya kazi tena. Akasahau ya kwamba Mungu wa Yakobo ni kama yule Mungu ambaye alikuwa na Elizabeth. Unajua, kulingana scientifically, ukiangalia mtu kama Elizabeth, mamake John the Baptist, Biblia inasema ya kwamba katika mwaka ya 90 Elizabeth aliweza kupata mtoto. Lakini ukiangalia mama wa miaka 90 kupata mtoto, hiyo ilikuwa ni ndoto. Hata saa hii mama ama mwanamke wa miaka kuanzia 60, hakuna miujiza inaweza fanyika hata apatane na kijana wa miaka 18 hawezi pata mtoto. Lakini yule Mungu ambaye alifanya operation kwa Elizabeth akaweza kuondoa ile uterus ambayo ilikuwa ni expired na akawekwa uterus ambayo haikuwa expired ambayo ingeweza kubeba mtoto. Huyo Mungu ndiye aliweza kupatia Yakobo nguvu tena ili aweze kuendelea na miaka ingine 7. Wale ambao wanafikiria tumeishiwa na nguvu, nataka kuwatangazia ya kwamba bado nguvu tuko nayo ya kuendelea na kazi ili tupate Rakeli wetu. Sometimes watu huwa wanachukosea maana ama wanaogopa, ni kwa sababu ya zile challenges huwa zinatuface. Ukiangalia mtu kama Daudi kulingana na Biblia tunasoma ya kwamba Daudi wakati alienda kuface Goliath, kuna mambo ambayo huwa ilifanyika katika Israeli. Mtoto kijana up to now huwa anatahiriwa akiwa na siku 8. Na ndio maana wakati ambapo Daudi alienda kuface Goliath, jambo la kwanza aliambia Goliath, wewe Goliath ambaye haujatahiri. Ni kwa maana alikuwa anajua Goliath hajatahiri, lakini yeye alikuwa ametahiri. Na ndio maana unasikia Biblia haijaita Daudi ya kwamba hakuwa ametahiri. Biblia huwa ina define Daudi kama kijana alikuwa mdogo. Na ili Daudi aende akakupigana na Goliath, kuna wale ambao kuna Samueli ambaye alikuwa ameenda kwa Jesse kumwagia vijana wa Jesse mafuta, na aliposema ya kwamba iliposemekana ya kwamba kama Jesse ako na kijana mwingine, kumbuka Daudi alikuwa katika malishoni. Na akiwa malishoni, hapo ndio Jesse alikuwa organized na Samueli ya kwamba amtumanie Daudi akiwa malishoni ili Daudi akuje ionekane ama ijulikane kama ni yeye ametiliwa mafuta. Point number 1. Daudi alikuwa na mbuzi katika malishoni. Biblia hakuna mahali itwambia ya kwamba Daudi akawacha mbuzi alafu akaenda nyumbani ili amwagiliwe mafuta. Kulingana na mimi, wale ambao walitumwa waendee Daudi walibaki msituni wakishunga kondoo, naye Daudi akaenda kumwagiliwa mafuta. Kuna watu ambao wanaenda kutumwa ndani ya maisha yetu, watulete na wao warudi wabaki mahali tulikuwa. Kumbuka mbuzi hazikutoka kwenye malisho, lakini wale ambao walitumwa waendee Daudi wakamwendea Daudi, hao ndio walitumwa wakawa sasa hao ndio wanalisha kondoo, naye Daudi ameenda kumwagiliwa mafuta. Yaani mwaka wa 2026 ni mwaka wa mambo kubadilika. Sisi ambao tulikuwa tunalisha wakati umefika, wale ambao walikuwa wanaona kana kwamba wako mbele wakuje kutuita wabaki malishoni na sisi ndio tukamwagiliwa mafuta. Wakati Jacob alifanya kazi miaka ingine 7. Kumbuka the first 7 years kuna jambo ambao walikubaliana na Laban ango yake. Akapewa mbuzi, akaamua ya kwamba kuna mbuzi ambazo zinakaa fulani, hizo zitakuwa zako. Nataka kuelezea kwamba wakati zile mbuzi zilikuwa zinaendelea kulishiwa mahali pale, wale mbuzi walikuwa wanakula chakula ya nani?
ya Laban. Chumvi walikuwa nakula chumvi ya nani? Ya Laban. So after 14 years bado wale mbuzi wa Yakobo walikuwa wanazaana na wanakula kwa Laban. Wale ambao wanafikiria ati ni kututesa wanatutesa, wakumbuke mbuzi zetu bado zinakula kwao, na wakati tutakuwa tukitoka kwao, tutatoka kwao na mifugo yetu. Yaani sisi hatuna hasara. Hata kama umetuficha mwaka wa 2025, mwaka wa 2026, tunajua ya kwamba tukirudi nyumbani na keri wetu, tutakuwa na mifugo ambayo watakuwa wamelishiwa kwako. Yaani labda wewe unafikiria ni kututesa, unatutesa. Ukituambia tutumikie miaka ingine 7. Lakini on your behind haujui ya kwamba bado wale mbuzi ulitupatia bado wanakula kwako. Bado wanazaana wakiwa kwako. So wakati Jacob alikuwa anarudi nyumbani, alirudi nyumbani akiwa na mifugo ambayo walikuwa wamelishiwa ama wamekula mali ya Laban. Wewe shetani hatukatai ya kwamba mwaka wa 2025 umetutesa ya kwamba kabisa, na ukatupatia lesho ambaye ni shogo. Lisha ya kutupatia lesho ambayo ni shogo, mwaka wa 2026 hatuna nguvu, hatuna shida ya kufanyia Rakeli kazi, tukijua ya kwamba at the end of the day wale mifugo wote ambao wanakula kwako, zile biashara zote ambazo customer anatoka kwako, tutarudi na wao nyumbani. Sijui nani atakayesimama na kuanza kumshangilia Bwana Yesu. Ni kwa maana mwaka wa 2026 ni mwaka wa Rakeli kwenda na Yakobo nyumbani. Amen. Amen. Agnes. Bwana asifiwe sana. Hiyo saidia singa. God is good all the time. Ndio unapata kwa wakati. Wacha hivi mkono sema amen. Amen. Rea. Amen. Alikuwa tongo. Bwana asifiwe sana. Kuna baraka zako zilibadilishwa last year. Ulikuwa unataka kufanya kazi hii, lakini ukawa unafanya kazi isiyo yako. Kuanzia siku unapata kazi kwa jina la Yesu. Kuanzia siku unapata furaha kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Maana wakati Rabasaya aliko yake. Aliko. Asalimia jirani yako mwambie aliko ni mtu wa maana. Mwambie akijikuna mkonjo, yeye mkonjo mali. Mtoto. Bwana Yesu akijikuna nini? Bwana jina. Amen. Ama kwa walikosea wa maana. Aliko. Ni mkali sana kwetu. Bwana asifiwe sana. Nani Yakobo alifanya kazi miaka 10 ngapi? 14. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kuombea mwaka huu 2026. Amen. Kila ulibadilishiwa ambaye kuraishi hata kama ni kazi, mwaka huu upande kile kilicho chako katika jina la Yesu Kristo. Pesa hivi iko apiga yeye kwa sababu utapanda kilicho chako. Amen. Maana Yakobo hapo alipenda Lea, hapo anapenda nani? Lea. Alikuwa anapenda nani? Lesho. Haleluya. Amen. Ali Bwana Yesu asifiwe sana. Nimaje mkono hivi. Amen. Mungu akupe mwaka huu kila kufurahisha. Kila kufurahisha Mungu akupe mwaka huu. Kama una mtoto pokea mtoto mwaka huu. Kama una ndoa pokea ndoa mwaka huu. Kama unafurahishwa na ndoa asilia, Yesu furahia ndoa. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Ndio mwambie kila kufurahisha. Last year mwaka huu utafurahia. In Jesus name. Utafurahia. Amen. Lazima rea. Amen. Amen. Akuondoke. Amen. Ila kile unapenda akuje. Amen. Kila wewe sio chako. Unabadilisha siku ya leo. Kila chako kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Unajua nimesikia ukihubiri wewe wa Mungu na watu usipanishe pia. Asante. Amen. Amen. Wakati uko unahubiri nikana revelation. Amen. Amen. Nikaona kuna watu wanasukumiwa na wazazi wao, ama ukasukumiwa ndoa sio yako. Kama sio yako utaondoka usukumiwa. Mungu atakuashiria kisho chako. Unaelewa uchuza. Amen. Unajua kuna mtu alisukumwa ukaingia maisha sio yako. Kuanzia siku ya leo
kozi hii na huko napenda wewe kusomea kozi hiyo. Huko sio ni chongo. Unasikia unaambiwa bana somea salonist. Na wewe ulikuwa unapenda kusomea kitu kingine. Amen. Huyo ni lea, huyo ni chongo. Bwana na kubeki hicho chako. Amen. Apeje ndio kwa hai mwaka hujaseka wewe. Mwaka kuna wakati kubarikiwa. Kwa Mungu hakuna uzee. Kama ibariki Ibrahimu, hata utabarikiwa. Lakini unapenda. Unaleva mshuru sana. Ropa sana. Watu wasikuogopa. Ni kwa maana hata Daudi walipofisiana na Goliath, ile kitu ilifanya aweze kumaliza Goliath. Ni kwa maana Goliath alikuwa mkubwa. Kwa hiyo hata kupima Goliath ilikuwa rahisi. Ile shida kuu tunaona kana ni kubwa. Sio kubwa kwetu kwa maana kuigonga ndio rahisi. Kuigonga ndio rahisi. Unajua nini? Tunaigonga dhuluma hapo. Amen. Lazima tuigonge dhuluma hapo. Huyo neno Jesus Christ. Maana Daudi aliambia Goliath, sio kuja na silaha. Ndio kitu. Lakini inakuja. Bwana wa majeshi. Nakuja Bwana wa majeshi. Kila kinakuvuka. Ukiona na maombi. Wewe tekeleza imani tuache mchezo. Amen. Lazima tukiona na maombi. Lazima adui yako. Umeona? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Kuna lazima tuoke na maombi ya shida. Lazima kama kuna kitu cha kukubiza tuoke na maombi. Kama shida kubwa, tunaioka na maombi. Amen. Adui yako lazima tuoke through maombi. Yes. Yeah. Hata pale shooting base. Wale askari ambao huwa wanafunzwa kupiga risasi. Kama wangekuwa wanapewa kitu kubwa ili wapime, hawangekuwa wanapoteza bullet mingi. Kwa hivyo kama Daudi angepewa kitu kubwa, angepoteza mawe mingi. Ile shida ambayo tunaona kana ni kubwa, sio kubwa tumepewa ili tusipoteze nguvu zetu. Oh my God. Bwana asifiwe sana. Sema amen. Hebu angalia, sema hii Mungu sema Yesu asifiwe. Hata kama askari ni mtoho. Amen. Tuwe ofisa. Anapovaa kilaoni hata kama ni kasichana kadogo. Akisimamisha gari hata kama ni kubwa, hata kama ni kimuziki kubwa, lazima ufanyie hivi. Lazima usimamishe gari. Nasema Yakoba, maana nimewekwa kilaoni na Mungu. Lazima mashina yote anajua kusimamisha. Katika jina la Yesu. Kusimamisha. Lazima itii amri. Lazima itii amri. Maana tumewekwa kofia. Kutoka mbinguni. Kutoka mbinguni. Amen. Wewe shida toka. Simama hapo, utasumbua utenda. Wewe magonjwa utasumbua familia tena. Lazima itie amri tena. Hata kama vile iko, tuko na kofia kubwa kutoka mbinguni. Amen. Amen. Rabasaya. Mungu ni sawa. Sema amen. Ulikuwa unakusudia kujenga nyumba ya mawe ama kanyumba kadogo, kanyumba kasimati. Wewe mama sikashiri wewe. Bwana asifiwe. Hata kwa kama uko na miaka mingi, lazima udio authority. Kama msichana kakikwambia hivi askari, traffic police, lazima unyenyekee hata kama ni kibusu. Amen. Hata kama kuna mdangani, lazima uende kutoka mbinguni. Lazima uende magumu, utasimama. Lazima itasimama. Lazima itasimama. Katika jina la Yesu. Amen.
usihangaike, usihangaike, Yesu anakupa. Yeah.
position, authority and anointing. You just lift your hands. Nikipenda mahali uliko ukaambie Mungu, Baba, nimepitia magumu. Sasa Bwana naomba unionekanie. Kuna mambo ambayo yanasumbua maisha yako. Chukua nafasi dakika zako 2-3. Kwa mwenyekia mbele za Mungu, mwambie Mungu jambo. Kuna watu wengi watakuja kushuhudia na Mungu ametenda. Ndio kwa Bwana wa mfunguo, maombi ni funguo. Mwambie Mungu jambo. Hawana kazi, sio biashara, hawana kazi.